Wimbi la wasanii wa Bongo Flava kutoka kwenye lebo zao ambazo zinawasimamia mziki na kuanza kufanya kazi wao wenyewe linaendelea kuongezeka TZ baada ya Ibra kuondoka Konde Gang. Sasa pia Platform amejiondoa Aba Music. Umeona bwana, huyo ni msanii wa pili kama sio watatu, kwa sababu pia Yami alitoka pia, umeona, kwenye label ya Nandi. So wasanii wa Bongo Flava hasa watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye kizazi cha Gen Z, yani wasanii ambao wana umri wa Gen Z, ni kama wameona kitu na kushtuka na kuamua kuanza kufanya kazi zao za sanaa wao wenyewe. Yani kwa kifupi, management ambayo inakuwa inamsimamia ni ya kwake yeye mwenyewe, sio chini ya lebo ya msanii mkubwa ama msanii mwingine yoyote. Umeona? So Platform amejiondoa kutoka Aba Music ambayo inamilikiwa na producer Aba Process kwa makubaliano ya amani kwa pande zote mbili. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Platform ameandika barua ya wazi akithibitisha taarifa hizo, huku akiushukuru uongozi wa Aba Music kwa muda mrefu na muda wote ambao wamekuwa pamoja. Ni kitu kizuri kwa Platform kuonyesha shukrani, lakini pia kuondoka kwa amani kwa Aba Music, kwa sababu Aba ni producer mkubwa tu nchini, lakini pia alimshika mkono wakati anaanza career yake ya muziki kwenye Bongo Flava. Sasa pia Kajala amepost picha na kuandika caption ya ujumbe mzuri tu. Ameandika ya kwamba Mungu akikupa mtu kama mimi nitumie vizuri, hatukuagi wengi. Umeona bwana? Kama kawaida wa Bongo wakawa wamedondoka kwenye comment section na kuandika yao yaliyo moyoni, wengine wakimsifia amependeza kutokana na nguo ambazo kwa amezivaa, na wengine pia kama kawaida mashabiki wa Konde Gang hawakuwa mbali, mashabiki wa Harmonize ambaye ni ex wa Kajala, kwa sababu penzi lao halieleweki. Leo wapo, kesho hawapo. Kwa sasa hivi mashabiki wengi wanajua kwamba hayupo kwenye mahusiano na Harmonize kwa sababu mwamba alichoma maua na zawadi zote. Unaona bwana, na ngoma akatoa. Lakini kwa upande mwingine, Mbosso amedondosha hashtag ya RN3 kwenye ile posti yake ya rangi ya kijani aliyoiposti jana. Leo amedondoka na posti hiyo ya kijani alafu akaweka hashtag RN3. Watu bado hawajui Mbosso anamaanisha kitu gani, kwa sababu tangu ametoka WCB amekuwa ni mpole, hajadondosha kazi zozote zile za sanaa, amekuwa ni mkimya na mashabiki zake wako chini wanasikilizia ni kitu gani ambacho Mbosso Khan anakuja nacho. Ameonekana na MC Garib, mashabiki zake wakahisi labda naye Mbosso anaoa kwa sababu MC huyo ndo aliyekuwepo kwenye harusi ya Juma Jux, lakini mpaka sasa hivi msanii kama msanii bado hajatoa maelezo yoyote ambayo yanahusiana na hashtag ya RN3, lakini kwa nini pia anaposti rangi ya kijani. Top trending stories kutoka East Africa. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel yetu ambayo ni PJ Classic.